Mungu wetu katupa kibali siku ya leo kwa matendo makuu, kwa uaminifu na kwa mapenzi yake. Hakika wema wa Mungu umetufunika. Ametupa neema na kibali kwa makusudi na kwa uaminifu wake, kwa maana yeye ni Mungu aliye mwaminifu. Watu wa Mungu, leo tunajikumbusha kitabu cha Yohana sura ya 14 na ule mstari wa 14. Mwalimu Yesu anasema, mkiomba lolote kwa jina langu nitalifanya. Kwa maana hilo jina tuliokirimiwa wanadamu kwa ajili ya wokovu mkuu. Ndio maana Yesu Kristo aliwamba msalabani, ili kwa jina lake tukiomba lolote atalifanya kwa utukufu wa mapenzi yake. Kwa maana yeye ni Mungu aliyemchagua yeye, akasema ni mtume nani aende ulimwenguni akaokoe ulimwengu. Lakini kwa mapenzi yake, kwa kihurumia dunia na kazi zake mbovu, akasema nitume mimi. Kwa maana alijitoa kwa ajili ya dunia na viumbe vyote, ili awe wokovu wa dunia na vyote vijazavyo nchi. Kwa maana hayo yote aliyafanya ili jina lake litukuzwe ndani ya Baba. Kwa hiyo tunapoomba kwa mapenzi ya Mungu na kwa haki ya Mungu, hakika yeye anafanya kwa utukufu wake, anafanya kwa mapenzi yake, anafanya ili jina la Bwana Mungu wetu litakaswe juu ya jina lake. Kwa maana ukuu wa Mungu umejifunua ndani ya jina lake. Ndio maana hakuna jina jingine uwezaye kuokoa ila ni jina la Yesu Kristo. Wale mitume walisema hakuna jina jingine chini ya jua na chini ya mbingu lipasayo kuokoa ila ni jina la Yesu Kristo. Ndio maana yule kiwete aliyekaa miaka 38 mlangoni, wakina Petro na Yohana wakati wanaenda saa ya kusali saa 9, waliposema hatuna fedha wala dhahabu, ila tukupacho ndicho tulicho nacho, wakasema kwa jina la Yesu inuka uende. Na akapata vifundo vyake vikapata nguvu, akaponywa kwa utukufu wa jina la Yesu. Kwa hiyo wana wa Mungu, ili jina la Yesu likitajwa na mtu sahihi kwa wakati sahihi, na yule atakayenipokea kwa wakati sahihi, linatenda ishara, maajabu na miujiza. Kwa maana ndani ya jina la Yesu kumejaa ushindi, kumejaa uponyaji, kumejaa nguvu, kumejaa mamlaka, kumejaa ushindi na package za ajabu ziliko ndani ya ufalme wa jina la Yesu. Kwa maana jina lipitalo majina yote, viumbe vyote vimetishwa chini ya jina la Yesu. Kwa maana wana wa Mungu tumepewa mamlaka ya ukuu wa neema ya jina la Yesu. Kwa maana tukijua ile neema aliyotukirimia Yesu wa Nazareti, ndio maana aliacha enzi yake akaja duniani ili tukomboe sisi wanadamu. Kwa hiyo wana wa Mungu, tudumishe ushirika wa kumpenda Mungu, tudumishe ushirika wa kukaa katika ile siri ya ufalme. Tutayaona matendo makuu ya ajabu ambayo atakayotendeka ndani ya maisha yetu. Kwa maana anasema mkikiri ukuu wa jina langu, mimi nitatenda kwa uaminifu wake. Kwa maana Mungu wetu ni Mungu aliye mwaminifu. Kwa hiyo wana wa Mungu, tudumishe ushirika wa kumpenda Mungu, tudumishe ushirika wa kukaa katika ile kweli ya Mungu, idumishwe ndani yetu, tukauone wema wa Mungu akitenda katika maisha yetu, akitenda katika familia zetu, akitenda katikati ya mataifa mbalimbali. Kwa maana ukuu wa jina la Yesu, alisema nendeni duniani kote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Kwa maana alijua jina lake limethibitishwa, jina lake lina uwezo na mamlaka. Kwa maana alijua hakuna chini ya mbingu wala chini ya dunia kitu chochote kinachoweza kutisha ila ni jina lake. Kwa maana yeye alikufa akaiacha enzi akaja duniani ili sisi tuokolewe kwa jina lake. Kwa maana sisi, anasema, uweze kwenda kwa Mungu bila jina la Yesu. Kwa maana jina la Yesu ndio daraja la sisi watakatifu, la sisi wataua kwenda kwa Mungu, ndiko kipatanisho cha kwa Mungu wetu, wa Mungu wa mbingu na nchi. Kwa hiyo wana wa Mungu, tudumishe ushirika wa kumpenda Mungu, wa kukaa katika pendo la Mungu. Hakika tutauona mkono wa Mungu ukitupigania ndani ya maisha yetu. Kwa maana yeye ndio alisema, mimi ndiye mchungaji mwema
hakuna achungaye ila ni mimi, kwa maana mimi Baba amenikabidhi wote, ila isipokuwa yule mwana mmoja tu wa upotevu, ambaye alisema ni Yuda Iskarioti, ambaye msaliti, mwana wa upotevu, kwa maana yeye ndiye mchungaji mwema. Kwa hiyo wana wa Mungu, tukijikumbusha Zaburi ya 23 nasema, mimi ndiye mchungaji, katikati ya malisho ya majani mabichi hunilaza, kwa maana yeye ndiye mchungaji mwema. Hakuna awezaye kuchunga ila ni yeye, Mungu wa Abrahamu. Kwa maana ukuu wa Mungu umejifunua ndani ya maisha yetu. Tunauona mkono wa Mungu ukitupigania, ukitulinda, ukitutetea katikati ya mataifa na makabila. Hakika tunashinda zaidi ya kushinda, kwa maana tuna jina lipitalo majina yote. Kwa hiyo wana wa Mungu, tudumishe ushirika na huyu Yesu. Hakika tutauona mkono wa Mungu ukitupigania katikati ya wafalme, ukitupigania, kwa maana Mungu wetu amejifunua katika maisha yetu, amejifunua kwa haki na kwa uaminifu. Lakini ile jina linatenda kazi pale utapokaa katika haki ya Mungu. Utadumisha ushirika na Mungu ukiyatenda ya Mungu kwa uaminifu na kwa haki ya Mungu, ndipo kwa jina hilo ukienda duniani kote na ulimwenguni kote, kwa jina hilo yeye Yesu atajifunua kwa mapenzi yake. Kwa hiyo wana wa Mungu, tukae katika uaminifu wa Mungu, tukae katika mapenzi ya Mungu, tukae katika utauwa wa Mungu. Tutaziona mbingu zikifunguka kwa jina la Yesu wa Nazareti. Kwa hiyo wana wa Mungu, nawatakia siku ya baraka, nawatakia siku ya ushindi. Ila ukuu wa Mungu nataka ukae na maisha yenu, mkazione baraka za Mungu zikawafunika, zikawapigania. Hakika zile siku waliziainisha, tuende katika nyumba za ibada tukamwabudu Mungu katika roho na kweli. Basi tutimize hilo agano, kwa maana Torati ya Musa inasema, nendeni mkamwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa maana Yesu alipokwenda kisimani, alipokutana na mwanamke Msamaria, alisema kwamba inaipasa, yule mwanamke akasema kwamba tunasikia kwamba huko Yerusalemu ni baba zetu zamani walimwabudu Mungu huko Yerusalemu, ni sehemu ya kumwabudia Mungu. Lakini Yesu akamjibu akasema, iko saa itakuja ndipo mtakapomwabudu Mungu katika roho na kweli, sio mtakwenda Yerusalemu. Kwa maana alisema baada yeye ya kufa tutamwabudu Mungu katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafutao wale wamwabuduo katika roho na kweli. Kwa maana Mungu anatafuta wale watu wanaomcha Mungu katika roho na kweli, kwa maana roho ndio inamwabudu Mungu kwa neema ya Kristo Yesu, kwa maana roho ndiye Mungu mwenyewe. Kwa hiyo wana wa Mungu, tudumishe ushirika wa kumpenda Mungu, tudumishe ushirika wa kukaa katika kweli ile ya Kristo Yesu, katika nguvu ya mwana kondoo aliyechinjwa kwa machinjo ya ulimwengu, ili sisi tuokolewe kwa neema hiyo ya Kristo. Hakika tutaona mkono wa Mungu ukitupigania kwa utukufu wake. Kwa hiyo wana wa Mungu, barikiwa kwa neema ya Kristo Yesu, barikiwa kwa mapenzi ya Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Barikiwa sana. Amen.